Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhata yaumi, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alituswalisha. Kawaida ya Mtume alikuwa ni imamu wakati wa zama zake, lakini moja kati ya masiku aliyoswalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, Anas akasema hivi, falamma qada salata, zama Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoimaliza swala. Mnayotoka niakhirishe, si ndivyo? Mnayotoka niache kusema maneno ya Mtume, mnayotoka niache kuyasema maneno ya Mtume. Tutulie. Wewe ni watoto, hebu rudini na nyinyi, ndio kizazi cha baadaye hicho. Falamma qada salata, zama Mtume alipomaliza sala, aqbala alaina biwajhihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Anas akasema Mtume akatugeukia sisi kwa uso wake. Yani imamu alipomaliza kutoa salamu, tuchukulie ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa salamu ya kulia akatoa na ya kushoto, aqbala alaina, kisha akawa ametuelekea sisi maamuma wake kama alivyofanya imam, ama kama anavyofanya imam. Katika mujibu wa madhhabu ya Imam Shafi, akimaliza imamu kuswalisha ataelekea kuliani kwake, kisha bega la kulia litakuwa upande wa waumini na bega la kushoto litakuwa upande wa qibla. Faqala, Mtume akasema hivi, baada tu ya kugeuka, Mtume akasema hivi, ayuhan nas, enyi watu, inni imamukum, hakika yangu mimi Mtume ni imamu wenu, fala tasbiquni birruku'i, kwa sababu mimi ni imamu wenu ninyi watu, fala tasbiquni, msije mkanitangulia mimi, birruku'i, kwa kurukuu. Jambo la kwanza, yani kabla imamu hajasema Allahu akbar, asitokee mtu yoyote, hata kama anajua sura aliyoisoma imamu, anajua sura hii inamalizika na aya fulani, asiende akafanyaje, akarukuu. Hilo lipo katika msikiti huu. Kuna waumini, imamu akishamaliza, kuna sakitatu sala, vinyamazo vya sala. Imamu akimaliza aya ya mwisho kabla ya kusema Allahu akbar, lazima pale anyamaze kidogo ndio afanyaje, arukuu. Sasa waumini, haraka tulizokuwa nazo, imamu amemaliza fasalli li rabbika wanhar, maamuma shafika, imam chapchap, tunachelewa. Hili ni suala la kimakosa. Tuko ndugu zangu, suala la kielimu. Fala tasbiquni birruku'i, asitokee maamuma yoyote kumtangulia imamu kwa kurukuu. Tuko ndugu zangu. Kisha wala bisujudi, wala katika sijda, imamu ashasema sami Allahu liman hamida, zile rabbana lakal hamdu, inaweza ikawa wewe umeishia rabbana lakal hamdu, yeye anaendelea mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'di. Wewe kwa sababu umekatiza unamuwahi nani? Imamu. Haya ni makosa ndugu zangu. Wala bisujud, wala kwa sijda, wala bilqiyam, wala kwa kusimama tena. Imamu anapomaliza sijda ya pili inatakiwa asimame. Maamuma, na ndio maana umeitwa maamuma, pamoja na kwamba una jina lako. Maamuma ni mtu ambaye amekubali kuongozwa na imamu. Sasa kama umekubali kuongozwa na imamu, haitakiwi tena wewe ukamtangulia imamu. Tuko ndugu zangu eh? Kisha wala bil insiraf, hapa ndio mahali shahidi, wala msinitangulie mimi imamu wenu kwa kuondoka. Wala bil insiraf, wala kwa kuondoka. Mtume akasema hivi, fa inni arakum amani wa min khalfi, hakika yangu mimi nimepewa upeo na Mwenyezi Mungu wa kuwaona hali ya kuwa mkiwa mbele yangu na hata mkiwa nyuma yangu. Yani lau hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio angekuwepo, imamu wetu angekuwa ndio hasa ni mtume rasmia,
alipokuwa amepiga takbira, mtu akiwa mbele atamuona, na hata huyu aliyokuwa nyuma anamuona, kama wewe unamuona mtu akiwa wapi? Akiwa mbele yako. Swalieni Mtume Muhammad. Wala bil insiraf, wala msinitangulie mimi kwa kuondoka. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Thumma qala, kisha Mtume baada ya maneno haya akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninaapa kumwapia yule ambaye nafsi ya Mtume Muhammad, yani nafsi yake yeye Muhammad ipo katika miliki yake. Lau raaitum ma raaitu, lau mngekuwa ninyi waumini, lau mngekuwa ninyi watu mnayaona yale ambaye mimi ninayaona, la dhahiktum qalila, mngekuwa na muda wa kucheka kidogo sana. Kucheka kwenu kungekuwa ni kucheka kidogo. Wala bakaitum kathira, na mngelia sana. Lau yoyote katika sisi angekuwa anayaona yale ambaye Mtume anayaona, huwezi kumkuta mtu amekaa gengeni anacheka kupita kiasi. Sawa, tungekuwa muda wa kucheka tunacheka, sababu tunakutana. Mtume amesema mkutana mtabasamu, tunatabasamu. Lakini mkiachana, kuna yako ambaye atakayekuwa yanakushughulisheni. Tuko hapo qalu, wakauliza masahaba, wama raaita ya Rasulullah, ni kipi ulichokiona wewe Mtume? Qala, Mtume akasema, raaitu aljannata wan nar, nimeuona moto, nimeiona pepo, kisha nikaona na nini? Na moto. Sehemu ya pepo ndio sehemu ya Mtume alipokuwa akicheka kidogo, kwa sababu akiziangalia zile neema za pale peponi anafurahi. Lakini sehemu ya moto ni mahala pa kulia kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sharh ya hadithi tumalizie tu kielimu, alafu tupeane ruhusa. Sharh ya hadithi kasema, salla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis sahaba fi yawmin min al-ayyam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha masahaba siku miongoni mwa masiku. Falamma sallama, zama alipotoa salamu, min as-salat, kutoka katika sala, akhbala alaihim, aliwaelekea, biwajhihi, kwa uso wake, asharifu, mtukufu. Faqala, akasema, mukhatiban lahum, hadia kuwahutubia masahaba, ayuha nnas inni imamukum, mimi ni imamu wenu enyi watu. Wa haqqul imani ayutamma, na haki ya imamu ni kufuatwa. Haki ya imamu ni kufanyaje? Ni kufuatwa, si ndivyo? Imamu akisema sawu sufufakum, inatakiwa mnyoshe nini? Safu zenu. Khallu saddul khala, zibeni mianya, inatakiwa mzibe mianya. Tupo ndugu zangu, ndio suala la kielimu. Hadhu baina almanakhid wal aqdam, linganeni. Hadhu baina almanakhid wal aqdam, linganeni baina ya mabega yenu na miguu yenu. Suala la kielimu, tunatakiwa katika safu tulingane mabega na nini nyama na miguu. Hili ni suala la kielimu. Huwezi amini imamu alasiri, Mwenyezi Mungu akijalia ukaswalisha au ukaswalishwa, jaribu kuchelewa kidogo, mtangulize mtu. Ili si suala la kielimu, tumeeleza hapa, ili ujue watu tulivyokuwa ngangani, watu tulivyokuwa wagumu. Imamu fanya mtanguliza mtu aswalishe, alafu wachelewa kidogo, njoo wakati takbira imepigwa, tayari yule imamu anawapanga watu, atawaambia wasibe mianya, walingane mabega na visigino. Utakuta safu ya kwanza haijajaa, mtu mwingine amesimama kule safu ya tatu. Huyo ukimwambia saddul khalal, ataziba mianya na nani? Au ukimwambia alingane mabega na visigino, atalingana na nani? Anayelingana naye ni sheitani. Wallahi thumma wallahi. Kwa sababu siku moja Mtume ameingia msikitini, kumkuta Ibilisi anapata tabu pale mlangoni, anataka kuingia anatoka, anataka kuingia anatoka. Kumuuliza, maelezo yake ni marefu, lakini ndugu zangu, suala la kielimu, haya ni makosa ambayo yapo katika sala. Tunaweza